Hujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu tena zaidi kwenye himizo letu la leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Utakumbuka kwamba hapo jana kuna ujumbe ambao tulikuwa tunapata, ujumbe mzito kweli. Iwapo basi ulikuwa pamoja nasi, ulipata kujifunza mengi, ambapo tulikuwa tunasemezana kuhusu unadhani kwamba umepata, kumbe umepatikana. Wadhani kwamba wewe ndiwe uko katika on the winning side, kumbe wewe ndio umewindwa, umeshikwa, ukashikika. Mungu atusaidie. Especially ukiangalia mwanaume umefika mahali unaona nishafika, kumbe hujafika. Mwanadada unafika mahali unasema maombi yangu yamejibiwa, kumbe ni shetani amekuwekea mtego. Mungu atusaidie na atuepushe na hayo, atusaidie kwa yote. Kwa hivyo mengi tuliangazia hapo jana, nikakupa mpaka testimonies pale. Kwa hivyo kama ulimisa hapo jana, ni vema enenda tu kwa simu yako, hakikisha kwamba umetafuta ujumbe wetu hapo jana. Bado kuna another chance ambao unaweza pata ujumbe huo na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda tu pale kwenye mtandao wetu wa YouTube. Kienda kwenye YouTube, tafuta pale Victor Mandala Himizo kwenye mtandao wa YouTube. Ukishapata pale ama Himizo na Victor Mandala, tafuta ujumbe hapo jana, unapata pale moja kwa moja. Kwa hivyo enenda tu pale na Bwana akutende wema. Naam. Kwa hivyo niruhusu tuenende pale kwa pamoja pale ambapo tuliachia hapo jana. Lakini basi na ukishapata ujumbe wetu, ukishatafuta Victor Mandala Himizo, make sure ukishapata ujumbe pale wa hapo jana, ujumbe ambao tuliweka hapo jana, make sure umesubscribe pale, nitakuwa vema zaidi. Na kwa yule ambaye anajiunga nasi for the first time, ningependa kusema kwamba usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Hapa chini tu kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link and share, niweke comment yako pale na Bwana akutende wema. Make sure umesubscribe pale na Bwana akutende wema. Na zaidi kwa yule ambaye angependa kusemezana nami ama kutuma SMS au support yako kwa kipindi hiki, kwa himizo hili, kwa huduma hii, wasema kwamba ningependa kusupport injili zidi kusonga mbele, paybill number yetu ni 33. Naam, nambari ya unaweza tumia pale ya simu, nambari ya simu ambayo unaweza kutumia pale ni 0722 24 39 49. Nambari ndio 0722 24 39 49. Naona nikicheka. If you know, you know. If you know, you know. Kama hujashika, if you don't get it, forget it. Na kuna mtu alisema hivyo. Kwa hivyo kama hujashika. Naam. Kwa hivyo nambari ya simu ya kutumia, iwapo ungependa kusemezana nami tuombe kwa pamoja au kusupport ministry hii, nambari ya pesa ndio hiyo moja tu, ambayo ni 0722 24 39 49. Yaani 0722 24 39 49. Naam, niruhusu tusome kwa pamoja kitabu cha Mhubiri au kipenda Ecclesiastes. Naam, Mhubiri au kipenda Ecclesiastes, sura yake ya 11. Na kwa wakati wako tu, of course, wacha nisome, ila tu natilia uzito zaidi katika mstari wake wa 4. Nataka kutilia uzito zaidi mstari wa 4, lakini niruhusu nianzie tu mstari wa kwanza. Tuendelee pale ndio siachwe nyuma, useme huku shikanisha. Naam. Mhubiri 11 mstari wa kwanza kuendelea. Tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Wagawie sehemu watu 7 hata 8. Samahani, maana hujui baa gani litakalo kuwa juu ya nchi. Mawingu yakiwa yamejaa mvua yataimimina juu ya nchi, na mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo ule mti papo hapo utalala. Mstari wake wa 4. Sikiza kwa makini, hapo ndipo naweka uzito kwamba mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye anayetazama mawingu hatavuna. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika haujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Baba Mungu, tunasema asante kwa neno lako. Tuomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi na punguzi zidi kuongezeka. Shika usukani, maana wewe ni mweza wa yote. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Mungu akapate kunena nasi katika siku hii ya leo. Naam, nikiangalia pale ambapo tumesoma katika kitabu ambacho kifungo ambacho tumesoma pale, ni kwamba tupata kutambua kwamba
Biblia inasema katika mstari wake wa 4, nataka tuangazie pale mstari wake wa 4 kwamba mwenye kuangalia upepo hatapanda. Kiingereza sema kwamba as thou knows not what is the way of the spirit. Naam, samahani, nimevuka mstari wa 5. Anasema kwamba he that observes the wind shall not sow. Yani yule anayetazama mawingu ikunaendaje leo na kadhalika hatawahi panda. Naam, unajua katika maisha haya msimu huu kuna mvua inanyesha na kadhalika, na ukiongelesha wakulima atakwambia kwamba ili tuweze kuvuna vizuri inategemea mvua imenyesha kiasi gani, na hiyo mvua inaponyesha pia kwa wakulima inategemea nawe mkulima ulichukua hatua kwenda kupanda. Unaweza ukawa na shamba, unaweza ukawa na ukalima hilo shamba na ukawa na mbegu weke kwa nyumba na usivune chochote, na una mbegu, uko na mbegu umeweka kwa nyumba na uvuni chochote. Kisa na maana ni kwa sababu haujapanda. Wahitaji ili maandiko yanasemaje? Utavuna unachokipanda. Kila mtu anavuna apandacho. Kwa hivyo siwezi fika mahali ukavuna kila ambacho hukupanda. Kwa hivyo tunafika wakati mwingi, mpendwa msikilizaji, twakosa kupanda. Na hapo ndipo basi kinatumania. Mstari wa 4 wasema kwamba mwenye kuangalia upepo. Ni kwa sababu kuna watu ambao yani hii inamaanisha vipi? Nataka tuelewe hivi kwamba if you overanalyze things, umeanalyze sana. Nafikiri ni hapo, yes. Umeanalyze vitu sana. Kupanga si vibaya. Hata serikali upanga financial year yake, kampuni zinapanga, hata familia tunahitaji watu panga, na wengine wanastahili kupanga kwa sababu wapangi. Kwa hiyo basi watu wapanga. Ukipata fedha zako unajua hizi ni rent, hizi nilipe tithe, hizi nifanye hivi. Kwa hivyo unapanga mwenyewe na pesa zako. Kwa hiyo basi inafika wakati ambapo ukishapanga, ukianza kukwama kwa mipango, unapanga hivyo unaanza kuona na kuanalyze ni vipi? Nataka tupate kuelewa. I like simplifying issues. Naam, unakaa mahala ambapo unakaa mahala ambapo unapata ndoa zimekuwa zikivunjika kila wakati. So unaanalyze, unasema nimeona watu kadhaa wakiolewa na ndoa zao hazidumu. Kwa hivyo unaona analyze wako, unasema ukiona mchumba wako mtu amekuja amekupenda ile mbaya, alafu unaangalia hivyo unakumbuka ile ndoa nyingine, unasema ni heri nikae hivyo kuliko niolewe alafu tuachane. Now you see, over analyze mambo ya ndoa to an extent, then hujachukua hatua. Naam, kwa analyze vipi? Una analyze mpaka mbali. Unafika mahali unaangalia unasema hii mvua vile imekuja inaweza kanyesha, ama hata kinyesha itamaliza whole week kinyesha kweli? Unaanza kujiuliza maswali. Na ukianalyze sana hivyo unaangalia unasema by the way naona mawingu kwa huku tu na haijakuja huku, maybe hakutanyesha. So ukiover analyze hivyo situations, hautapanda mbegu yoyote. Utafika mahali kila kitu kionekane kuwa si sawa, ni mbaya, hautapanda kivyo vyote vile. Kwa hivyo si kuna watu ambao sasa hivi ninapoongea kuna hatua maishani hawajazichukua. Kisa na maana ni kuanalyze vitu sana. Unaweza kusema ukinunua gari, unajua gari kuna insurance, kuna mafuta, kuna tires zimeisha, kuna service, so unaweza kuhesabu hizo vitu na unasema sitatoboa kana gari. Yaani hujawahi kaa nayo, hata driving school hujaenda, lakini umejazia kwamba mimi sitatoboa. Hiyo sitatoboa. Now you see, unapo over analyze hivyo, hapo ndipo kitakuramba. Maandiko yanasemaje? Katika mstari wake ni wa 5. Naam, sema kwamba mstari wa 4, mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye atazamaye mawingu hatavuna. Unatazama mawingu unasijui, unafikiri utavuna mawingu? Hapana. Kwa hivyo kila ambacho anasema pale na nutshell ni kipi? Ni kwamba sometimes kama ni Mungu anayekuelekeza. Kuna mhubiri mmoja nimekuja kupenda hii quote yake. Huwa anasema kwamba if it is God, it is God. If it is not God, it is not God. Kama ni Mungu ni Mungu, na kama si Mungu si Mungu. Kwa hivyo period, hivyo ishaisha. Ningependa kuambia hivi, kama ni Mungu ambaye anakuelekeza kufanya kile ambacho unastahili kufanya, stop overanalyzing. Sometimes kwa akili zetu, masomo yetu na kadhalika, tumefikiria tukadhani kwamba hiyo itatusaidia kuweza kujipanga katika masuala haya ya kiroho. Lakini kwambie, hayo ni mawazo yetu kama wanadamu.
Stop overanalyzing things. Allow God to take charge. Allow God to take control in Jesus' name. Mungu akusaidie, akuonekanie, mruhusu tu yeye akutangulie, maana sometimes twaenenda, kuna vitu zingine ambazo hazi make sense. Na wacha tukimbie tukiana kwenye Biblia. Biblia inasema kwamba umebarikiwa mkono utoao kuliko pokeao. Nikichukua sasa hivi shilingi 1000 na kupatia, alafu Biblia inasema kwamba mimi nimebarikiwa kuliko wewe ambao umepokea. Najiuliza, shuali si saa hizi mimi umepokea 1000 mimi sina, na sasa wewe uko sawa, umebarikiwa. Lakini Biblia inasema the opposite, amebarikiwa. Kwa hivyo naisi kuambia hivi popote pale ulipo kwamba don't overanalyze things. Usitumie mawazo yako kuanza kujipanga kwa mambo ya kiroho. Mwachie Yesu, mwachie Yesu na mambo yatakuwa sawa. Kuna watu wanasema kwamba yule ambaye anaanalyze sana mambo ya mawingu hatapanda, anafuata mawingu, mvua leo itanyesha, ni kama hii haita. Sometimes or most of the time ni kwa sababu si mambo na mawingu tu, ila kila mtu anasema pale ni kwamba ni kwa sababu wakati mwingi twafika mahala ambapo tuanza kutegemea masomo yetu. We start reasoning with issues. Mungu atusaidie. Amen. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala, na nasema please don't overanalyze things. Mwambie tu, tegemee tu na mambo yatakuwa shwari. Analyze yes, but don't overanalyze. In Jesus name. Amen. Bwana akutende wema. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala, na nikukumbusha tu kwamba ibada hii haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni vyema tuweze kutoa sadaka zetu, na itakuwa vyema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, ambapo nambari ambayo unaweza tumia pale kuweza kusemezana nami ama kutuma sadaka yako ni 0722 24 39 49. Nambari ya simu 0722 24 39 49. Weza piga simu, tuma WhatsApp, tuma message, semezana nami pale na tuzidi pale kwa pamoja, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nambari ya kutumia pale kuweza kusupport ministry hii ni 0722 24 39 49, 0722 24 39 49. God bless you. I love you all. Na usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini hapa kuna neno subscribe. Click neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link and share. Weke comment yako pale na Bwana akutende wema. Shalom. God bless you and bye bye.